tuambie kama uko na shida na sisi, ama iko namna gani, ndio uko namna gani, unaendelea namna gani, mipango yako ni gani. Kwa hivyo ni nafasi nzuri sana ya kuwa na mazungumzo na jamii yetu ya Wakalenjin. Asante sana kwa utangulizi mheshimiwa. Tulipo watangazia wasikilizaji wetu kwamba tunazungumza na wewe siku ya leo, swali kubwa ambao wao wanataka kujua ni mlikosania nini na mheshimiwa rais, na je, tofauti zenu zinaweza kusuluhishwa wakati mwingine? Asante sana. Kwanza niseme mimi nilipata matatizo na Rais William Ruto, lakini sina shida yote na jamii ya Wakalenjin. Na mimi nataka kwanza nichukue nafasi hii niseme mimi singekuwa naibu wa rais bila kura ya Wakalenjin. Kwa hivyo mimi niko na shukrani, na siku zangu zote nitawakumbuka Wakalenjin kama jamii ya heshima ambaye mimi walinipatia nafasi kupata kiti kubwa, kuwa namba 2 katika Jamhuri ya Kenya. Na ninapongea leo Wakalenjin bado kosea mimi hata siku moja, na singetaka mtu yeyote ajaribu kuweka uhasama kati yangu na jamii ya Wakalenjin, ama kati ya jamii yangu ya Mlima Kenya na jamii ya Wakalenjin. Sisi tunaishi pamoja pale bonde la Ufa. Wakikuyu, Wakalenjin wanaoana, wanafanya biashara, wanaishi kwa amani, na mimi nataka iendelee kuwa namna hiyo. Kwa hivyo hata kabla hatujaendelea sana, niseme ya kwamba mimi nimekosana na mtu mmoja wa jamii ya Kalenjin, lakini sijakosana na jamii ya Wakalenjin, na siwezi kosana na hawa kwa sababu ni jamii ya heshima, na mimi mwenyewe walinitia heshima wakanipatia nafasi, na hawa bado fukuza mimi kwa kasi. Ni mtu mmoja amenifukuza kwa kasi, na kwa hivyo ni mzuri nieleze wazi ya kwamba Wakalenjin ninawapenda, ninawaheshimu, na ni matumaini yangu ya kwamba tutapata nafasi nyingine hapo mbele kufanya kazi pamoja. Umesema ya kwamba ungetaka kujua tulikosania nini na William Ruto. Hiyo maneno ni ngumu kueleza bila kurudia historia kidogo, kwa sababu historia ni kitu ya maana sana. Unajua rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta alipatia Daniel Arap Moi nafasi kuwa makamu wake mwaka 12, na alipoaga dunia rais Daniel Arap Moi akashika hatamu za uongozi. Wakati hiyo yote miaka 12 kulikuwa na shida mingi sana ya rais Moi akiwa makamu wa rais kuangaishwa na wale jamii ya Wakikuyu walikuwa wamezingira Mzee Jomo Kenyatta. Lakini Mzee Jomo Kenyatta alikaa ngumu na akazuia wale watu walikuwa naitwa Kiambu Mafia kusumbua Vice President Daniel Arap Moi, na akamkinga, akamulinda, na akapata nafasi ya kuja kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hapo mbeleni mwaka wa 2002 rais Daniel Arap Moi alikuwa anaondoka, akalete Uhuru Kenyatta akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na jamii ya Wakalenjin ikaunga Uhuru Kenyatta mkono 2002, lakini hakuweza kushinda, akashindwa na Mwai Kibaki. Hapo mbele kukakuwa na tofauti kati ya jamii hizo mbili. Tukifika mwaka wa 2007 ikakuwa hizo jamii mbili hazielewani, na tukakuwa na uchaguzi ukalete matata bonde la Ufa, na watu wengi sana wakakufa. Makanisa ikachomwa, akina mama wakachomwa, watoto wakachomwa, watu wakapigwa mishale, watu wakahangaishwa, na kukakuwa na mambo mingi sana, mpaka William Ruto na Uhuru Kenyatta wakapelekwa katika Nakuru. Jamii zote mbili zikasameheana na zikakubaliana siweze kufanya kazi kuendelea mbele. Na kutoka hapo mwaka 2013 rais mstaafu Uhuru Kenyatta na rais William Ruto wakashikana. Rais Uhuru Kenyatta akachaguliwa kama rais, William Ruto kama deputy, na watu ya bonde la Ufa, Wakalenjin na Wakikuyu wakapiga kura debe moja, na ikaendelea mzuri. Tukafika 2017 tukarudi kwa debe, rais William Ruto na Uhuru Kenyatta wakachaguliwa kama rais na naibu wa rais. Kutoka hapo kukakuwa na matatizo. Rais Uhuru Kenyatta akakuwa amefikiria vingine, alikuwa amesema yangu 10 ya huyu 10, na akabadilisha mafikira na akasema huyu William Ruto nimefanya kazi na yeye, hatuwezi muaminia taifa la Jamhuri ya Kenya, hafai, tabia yake ni nzuri, ako na mambo ya ufisadi na mambo mingi,
na mimi nimekaa na yeye miaka hii 5 na nimeona hafai, na kwa hivyo nataka watu wangu kutoka mlima tuachane na huyu mtu, tutafute mtu mwingine. Ndio akaenda akaleta Raila Odinga akasema tuachane na William Ruto, tuunge huyu mkono. Mimi mwenyewe na viongozi wengine tukashikana tukasema hapana, sisi ni jamii ya heshima na sisi ni jamii ya kuweka ahadi. Sisi hatutaki jina yetu kama jamii haribike, kwa sababu tuko na kesho. Huyu William Ruto amesaidia Uhuru Kenyatta, amekuwa rais. Uhuru Kenyatta ametangazia watu yangu 10 ya huyu 10. Sisi kama viongozi na jamii tukasema hapana, sisi ni jamii ya heshima, sisi ni jamii ya kuaminika. Tukasema hapana, tukakataa, tukasema tutaunga mkono William Ruto. Na mimi mwenyewe najua nilikuwa msaidizi wa Uhuru Kenyatta miaka mingi sana, tukakosana na yeye juu ya hiyo kabisa. Atageuka jamii yetu na atatuangaisha tena, ataharibu uchumi wa Kenya, ataharibu kila kitu. Huyu ni mfanyabiashara. Uhuru Kenyatta akaniambia wachana na hii mtu. Nikamwambia Rais Uhuru Kenyatta hapana, mimi ni muungwana, sisi ni wangwana, tuko na ahadi, wacha tumpatie nafasi. Kama itakuwa namna hiyo itakuwa ni bahati mbaya, lakini vile mimi naongea naona ni Mkristo. Kila Jumapili yako kanisani na Biblia, anajenga kanisa. Huyu William Ruto nimemwamini kama Mkristo, ameokoka, na sioni hata kama akipata kiti anaweza kugeuka mimi na kugeuka sisi na kuharibu Kenya vile unasema. So Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali wacha tu tuunge mkono. Hii ingine ni historia, tukamsaidia akakuwa rais. Sasa umeniuliza tulikosania wapi? Vile Uhuru Kenyatta alikuwa ameniambia, kufika pale akageuka kabisa, akakuwa mtu mwingine. Sio yule mimi nilikuwa najua, sio yule tulikuwa tunaenda na yeye kanisani. Akageuka akakuwa mtu mwingine. Akafika pale akaanza mambo mingi. Pale State House ikakuwa ni bahari ya mabrokers usiku. Watu ya biashara, watu ya nini, wa Hindi, wa China, Mashailok, watu ya wash. Sasa ile heshima ilikuweko ya Ikulu ikaisha. Tena tukaingia mambo ya uongo. Ahadi za uongo. Unaenda anaanzisha barabara na haina pesa. Analeta contractor, tukiondoka tractor na malori inatufuata. Mimi nikaenda nikaketi chini nikamuuliza rais, hii maneno tumeanza ya kudanganya watu, sitatuletea shida huko mbele? Kama bwana wewe achana na hiyo maneno, mimi najua what I'm doing. So tumeendelea. Ameanza madharau. Ameshikana na vijana wadogo ambaye leo lazima niambie wa college wale wameharibia William Ruto uongozi wake na heshima yake kama kiongozi wa taifa. Akashikana na huyu Faruk Kibet, akashikana na huyu Oscar Sudi na huyu Kipchumba Murkomen. Hao watu watatu ndio wameweka William Ruto ile shimo wako leo. Siku William Ruto amechaguliwa, alikuwa ni kiongozi yako na umaarufu sana, alipendwa sana, watu walimwamini sana. Baada ya mwaka 3 ukizunguka Kenya, kila mtu anasema aende nyumbani. Ukienda mlimani hakuna mtu anataka kumuona. Akiita mkutano lazima alipe watu pesa wamsikize. Akienda wapi? So mimi nikamwambia rais, hao vijana si watakuharibia serikali. Anasema bwana, hivi vijana wako sawa, wacha tukae na hawa. So tumeendelea, tumeanza kupata matatizo. Na mimi nimeanza kupigiwa kelele na watu ya nyumbani. Mambo ya finance bill. Watu ya mlimani na Wakenya wengine wameniuliza, wewe Rigiji, naomba nikukatize kidogo mwisho, kwa sababu tunataka wasikilizaji wetu waelewe. Umezungumzia Faruk Kibet na Waziri Kipchumba Murkomen na Mheshimiwa Oscar Sudi ndio walileta matatizo. Ni matatizo yepi ambayo hao viongozi walileta ndio ikasidisha hii tofauti yako na Mheshimiwa? Sio hata tofauti yangu, nasema kuharibu nchi. Hawa ndio wenye kusema pale. Mimi nikauliza rais, mimi naona tunapotea njia. Mbona unakaa na hii watoto? Si ukae na wazee. Wazee walienda wapi kwa hii Ikulu? Mimi nikija hapa nakuta wafanyabiashara, nakuta watu ya wash, nakuta watu ambaye tabia yao si mzuri, nakuta watu ya kitaifa kama Hemeti huyu ya Sudan, mtu anaua watu, ndio wako hapa Ikulu. Nakuta mtu mwingine ya Zimbabwe, mkora, ndio wako hapa Ikulu. Wale watu yote wanagonga watu ya kamari
watu ya betting ndio wako pale, wale wanapika pombe haramu ndio wako pale, wameletwa na Sudi, amechukua commission, amewaleta kwa rais, wamejaa pale. Rais amewacha kufikiria mambo ya nchi, ako kwa mambo ya biashara. So mimi nikamwambia rais, na kuomba ndugu yangu, mimi nilikula kiapo kuwa ni msaidizi wako. Naona kila mtu anakuogopa. Tafadhali usinitishe nikuogope, nikubalie nikuheshimu. Ndio nikuwe nikikushauri tusipotee. Nikauliza rais, wazee walienda wapi ya jamii ya Kalenjin? Tuko na hii mzee anaitwa Henry Koskei, tuko na Sally Koskei, tuko na Elijah Suber, tuko na Franklin Bet, tuko na Wilson Boynet, tuko na William Murugo, tuko na Major Retired Sei, tuko na watu wazee wa heshima katika jamii ambaye wameona mambo mingi, watu wamekomaa. Siuita hii wazee wakule wanakaa na wewe jioni wanakushauri, kwa sababu mimi naona hii watoto umelete wanakupoteza njia. Azema bwana, wajana hiyo wazee hiyo wamepitwa na wakati, wakwende. Mimi wacha nikae na hii. Nasema kama hutaki hii wazee, si hata uite huyu Bishop Silas Yego wa IC, mzee mwenye hekima, mzee anajulikana. Rais, mambo si mzuri, kelele imezidi nje na wewe husikii kelele. So tukifika finance bill, nikamwambia rais, hii finance bill watu wamekataa. Lakini mheshimiwa, kuna tetesi zinasemekana kwamba wewe ulikuwa unapangia. Si ungoje nikueleze. Si ungoje nikueleze. Kwa sababu unaona wajumbe umesema kama kina Sudi wanasema ulikuwa unapangia rais kumuondoa. Sasa si lazima ungoje nikueleze. Umeniuliza swali. Nimekwambia ni story mrefu. Lazima unipatie muda nikueleze. Okay. Tumefika finance bill. Nimemwambia hii finance bill rais watu wamekataa. Anasema hapana, lazima tufanye. Mimi ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Mwambie hata kama wewe ndiye rais, si unaongoza watu. Kama wenye kuongozwa hawataki, tusilazimishe. Sema bwana iendelee. Nikamwambia si mzuri. Kelele imeanza ya Gen Z. Nimemwambia hii watoto watatuletea shida. Sema bwana kwa kwende. Kutoka hapo watoto wameanza kutekwa nyara. Wameanza kuuawa. Mimi nimemkataza. Nimemwambia rais, wewe ni kiongozi, wewe ni mzazi, wewe ni Mkristo. Hii maneno ya kuua watoto na kuwateka nyara, hii damu ya hii watoto rais itakuja kutuhangaisha na itakuja kusabaratisha serikali yetu. Tafadhali usikubali damu ya watoto ikuwe kwa mkono yako. Hapana bwana, mimi nitafanya vile mimi nataka. So sasa uhusiano wetu ikaanza kuharibika kwa sababu mimi namwambia ukweli. Sasa hao nasema ati walisema nilitaka kupindua serikali. Serikali ya Kenya sio serikali ya karatasi ati inaweza pinduliwa tu namna hii. Walipoamua mimi naongea ukweli na rais hataki ukweli, wakaamua kunifukuza. Kikwetu kuna msemo unasema fisi ikitaka kukula mtoto wake inasema ananuka kama mbuzi. So hawa wabunge ya kina Sudi wakaanza kuzunguka wakiulizwa na Wakalenjin, kwa nini mnapiga huyu Rigiji, kwa nini mnataka kumtoa? Bwana anataka kupindua rais. Mimi nakuuliza, mapinduzi ya serikali iko katika sheria ya Kenya inaitwa treason. Kama nilitaka kupindua serikali ya William Ruto, ningeshikwa, nipelekwe kotini, sasa ningekuwa jela. Hakuna mtu alinishika, hakuna mtu alinihoji kwa sababu ilikuwa ni maneno ya uongo. Walikuwa wameamua ya kwamba hawataki mimi kwa sababu mimi namwambia rais ukweli. Nilimwambia hii mabruka umelete State House ya kina Sudi, rais mtu ya standard 2 anafanya nini Ikulu? Huyu Faruku mtu ya standard 6 anafanya nini Ikulu? Huyu Murkomen mtoto mdogo unampatia kazi kubwa na anaharibu. Sisi tumekuwa na mawaziri ya Kalenjin, Nicholas Biwott, Henry Koskei, John Cheriot, Sabu nani, watu ya heshima. Nikamuuliza si utafute watu wamekomaa wakusaidie. So hivi vijana wanajaribu. Niruhusu nikukatisha kidogo. Yes. Excellency. Yes. Umeongelea mambo ya Gen Z, mambo ya finance bill. Kuna unefu kwamba vile mambo ya finance bill ilikuwa ikiendelea, mambo ya Gen Z ulikuwa kule Mombasa na after president kuissue statement pia ukajitokeza ambao ilileta taswishi kwamba hao majensis mwenye alipanga, mwenye alikuwa na fadhili ni wewe, kwa sababu vile ulijitokeza pale watu wanaona kwamba ulikuwa na hasira kwa sababu kile ambao ulikuwa unaipangia haikuwezekana. Hapana, hiyo si ukweli. Mimi ni mzazi na mimi ni Mkristo. Mimi nilikataa kubeba damu ya watoto na ikanibidi mimi nijitoe kwa ile maneno rais ambaye anafanya, kwa sababu mimi ni mzazi, mimi niko na vijana wawili, mimi ni Mkristo. Mimi ni mtu ambaye naheshimu maisha
ya binadamu mwenzangu. Siku rais aliita mkutano, hakuniita, akasema ya kwamba hao watoto they are criminals na ya kwamba ni treasoners. Mimi sikukubaliana na yeye, na nikampigia simu, nikamwambia rais sikubaliana na hiyo maneno. Wasile tujitokeze kabla after press kabla sijajitokeza. Akasema itakaa namna hiyo. Na mimi wasile after your boss kuongea unakuja kwa ndio protocol. Hakuna sasa maneno ya mauaji haina protocol. Kama tunafanya kazi ya serikali vile tunatakikana na tufuate katiba. Katiba ya Kenya haitaki uteke mtu nyara. Katiba ya Kenya haitaki mtu auawe. Kama ingekuwa ni kazi ya serikali ningefuata protocol. Tukichaguliwa hakuna pahali tulichaguliwa kuua watoto. Katiba ya Kenya haikubali wewe kuua watoto. So rais na Kindiki walipoamua watoto wauawe, mimi nikajitoa kwa sababu mimi niko ndani ya serikali na watu walikuwa nafikiria labda mimi pia niko kwa hiyo maneno. Mimi nikaita press conference. Nikasema hii maneno ya kuteka watoto nyara na kuua watoto, mimi Rigathi Gachagua ni mzazi. Hao watoto ni watoto wangu. Wasikizwe kwa sababu kuna jambo wanasema. Na kwa hivyo mimi nilichukua msimamo kwa sababu lazima ningejitoa kwa ile dhambi. Mimi singetaka nibebe damu ya Gen Z. Na hiyo damu ya Gen Z mpaka wa leo ndio nasumbua hii serikali ya William Ruto. Hii matatizo yote wako nayo ni damu ya vijana ya Gen Z. Ukatiza kidogo Mheshimiwa Rigathi. Nakumbuka wakati fulani ukiwa katika this administration ya William Ruto, you said that you cannot go to the streets and expect police to come and kiss you. Those are your words. And then baadaye ukakuja ukabadilisha tone. Mheshimiwa Rigathi, umekuwa very vocal and a critic of this administration ukiwa nje sasa. Is there an incident mahali ulikosoa serikali ukiwa ndani? Yes. Kwa sababu wakati the way you are coming out, you are coming out like someone ambaye amekasirika, hajawahi kubali the legitimate rather than a constitutional process of impeachment. Je, umekasirika? Mimi did you realize this government or this administration is failed? Nimekueleza vizuri dadangu kama ulinisikiza. Mimi ni siku nimeita press conference nikasema hii mauaji ya watoto nimekataa na ni mbaya. Nilikuwa deputy president. Sikuwa nje. Nilipinga William Ruto na serikali nikiwa ndani. Ukiuliza mambo ya finance bill nilipinga kwa cabinet nikiwa peke yangu. Unasikia? Nilipinga nikiwa peke yangu. Mambo ya kuua watoto wa Gen Z nilipinga kwa National Security Council nikiwa ndani. Mambo ya kubomolea watu manyumba na kufukuza watu katika Wakulima Market nilipinga nikiwa naibu wa rais. Mimi sijapinga kwa sababu niko nje, nilianza kupinga nikiwa ndani, na inatakikana namna hiyo. Katiba ya 2010 ilitaka deputy president achaguliwe ndio akuwe na sauti. Na kwa sababu mimi ni mtu ya kuchaguliwa, mimi sio mtu ya kupewa kazi kama huyu amepewa. Huyu hawezi ongea kitu, huyu ni kupewa, amepewa kazi, huyu mfanye kazi. Mimi nilichaguliwa na watu 7.2 million votes. Weka a situation where president and deputy wanaweza kosoana ndio nchi ikae mzuri. Kwa hivyo mimi sijapinga ati kwa sababu nimetoka nje. Mimi nilipinga nikiwa ndani, na ndio alinitoa kwa sababu hakutaka nipinge nikiwa ndani. Sasa amenitoa nipinge nikiwa nje, mimi naendelea kupinga nikiwa nje. Kuongezea tu, one of the clauses ile ulitolewa in impeachment is because of the shares factor, ile ya ukabila. Na juzi tu wakati wa placement ya wanafunzi wa grade 10 on record ukasema ya kwamba shule kama Mang'u na shule kama Alliance watoto kutoka Mount Kenya hawajapewa nafasi in these schools. Ukasema kwa nini watoto wengine wenye wazazi wao hawakujenga hizi shule waletwe hapa? Where do we place merit versus the tribal advantages that ukiwa kiongozi unafaa kuipa community ya kwako? Ya pili, wakati umekuwa mingi sana nijibia kwanza. Moja ya mwisho. Sasa unajua mimi ni mzee kidogo. Acha nikujibia kwanza. Mambo ya shares haihusu ukabila. Mambo ya shares ilikuwa ni maagano ya serikali ya William Ruto na sisi.
aliandika agreement na watu ya magharibi, Wetangula na Musalia, ile shares yao 30%. Aliandika maagano na Amason Kingi, ile watu ya pwani watapata. Mimi sikuandikania na yeye, tuliagana kiungwana ile ambayo watu ya mlima watapata. Hii maneno ya shares ni huzuni kubwa sana ya kwamba wabunge wa Kalenjin walinitoa kwa kazi ati mimi nimeongea mambo ya shares. Nikiongea mambo ya shares nilikuwa Kapsabet. Nikiongea mara ya pili nilikuwa Kericho. Nilikuwa natetea wakala kupata haki yao kwa sababu walikuwa wapati. Mimi niliambia William Ruto, siku ameanza kuleta ya kina Raila, nikaanza kuona ametoa maendeleo kwa Rift Valley, ametoa mlimani, ameanza kupeleka kwa Raila. Nikasema ni sawa, lakini nikamuuliza rais, hawa watu ya Rift Valley walivumilia wewe mwaka 5 ukitafuta kura mlimani. For 5 years ukanyanga kwa Kalenjin, wakakuvumilia. Wamekuchagua umekuwa rais. Uliwaahidi mambo mingi. Mimi mwenyewe ndio nilifanya Economic Forum Kabarnet, ndio nilifanya Economic Forum Iten, nilifanya Economic Forum Eldoret, nilifanya Kericho, nilifanya Bomet. Nikamwambia kuna mambo tuliahidi wa Kalenjin. Mimi nimeona wewe umeanza kuondokea mlima, umeanza kwenda Luo Nation kwa Raila, ukitaka kufurahisha Raila. Nikamwambia hii watu wapate shares yao. Mimi sikuongea nikiwa mlimani, sio watu ya mlima nilikuwa natetea, mimi nilikuwa natetea the Kalenjin Nation. Ndio nilishangaa sana wabunge ya Kipsigis na Nandi ati wananifukuza niongea mambo ya shares. Na ile nilikuwa nasema hao watu wapate haki yao. Kama siku alilete Raila akaenda Kipsigis, walikuwa na mawaziri wawili, Florence Bore na Davis Chelsea. Florence Bore anatoka Kericho, hiyo kiti akachukua akapatia Raila. Nikamuuliza rais, hii watu ya Kericho tangu independence hawajakosa waziri, hata Uhuru Kenyatta alipatia hao Charles Ketel. Mbona share ya watu ya Kericho unachukua unapatia Raila? Na mimi rais, kwa sababu nilipigiwa kura na wewe na hawa Kalenjin, na wewe nimeona umeoacha, umeanza kufikiria mambo ya Raila na watu ya ODM, hii wa Kalenjin watatetewa na nani? Nikamwambia ni makosa kutoa kiti ya waziri Kericho upetie watu ya Raila ambaye hawakupigia kura. Anasema bwana, mimi naangalia Kenya yote. Nikamwambia angalia Kenya yote, lakini unikubalie mimi nikuwe mtetezi ya watu ya mlima na watu ya Kalenjin ambaye walichagua sisi. Na rais alipoteza kura Northeastern, walimkataa wakapigia Raila. Alipoteza kura Coast, wakapigia Raila. Alipoteza Nyanza, wakapigia Raila. Alipoteza Nairobi, wakapigia Raila. Rais alipitishwa na kura ya mlima na ya Kalenjin. Sasa nikamuuliza rais, kama tumesahau hii wa Kalenjin walikuvumilia mwaka 5, wewe umechukua kila kitu unapeleka Nyanza, kutembelea hii watu, ukija Kericho, ukija Bomet, unakuja kanisa interdenominational, bora ukuje kufungua project Bomet, bora ukuje Kericho, bora uende Nandi. Mimi nimemuuliza, nikamwambia mimi unikubalie, hao wa Kalenjin walinipigia kura, hao watu ya mlima walinipigia kura, wewe vile sasa umeamua ufanyie kila mtu sawa, na mimi sikatai, lakini unikubalie mimi nikuwe mtetezi. So mambo ya shares, my sister, haikuwa mambo ya ukabila, ilikuwa ni maagano. Kwa nini watu wanapiga kura? Watu wanapiga kura wakiwa na expectation. Hao watu ya Rift Valley wakipiga William Ruto kura. Mheshimiwa Rigathi, nikuatie kukiwa shares, tukiwa tu hapo, tusitoka hapo. Wewe unaspa kwa president wa nchi ya Kenya. Unataka kuniambia kwamba ukiwa rais hautapea uongozi wale watu ambao hawakupiga kura? Mimi sisemi wasipewe, nasema kila mtu apewe maendeleo, lakini ni makosa na waziri, ni makosa. Maendeleo ni nini? Nasema ni makosa kubwa sana kuwacha wale watu walikupigia kura. Una shida, unazunguka kwa ile watu wako kupigia na unasahau hawa. Mheshimiwa, angalia wale walikupigia, uangalie wale hawakukupigia, uangalie watu wote. Mimi nakuuliza nyinyi mko hapa katika Bomet, katika Kericho, tangu rais akuwe sasa ni mwaka wa 4, anakuja huko kanisa peke yake interdenominational. Akienda Homa Bay anaenda maendeleo, akienda Migori anaenda maendeleo, akienda Kisumu anaenda, nani sawa, lakini aende maendeleo Kisumu, aende Homa Bay, aende Migori, lakini pia akuje maendeleo Bomet, akuje maendeleo Kericho, akuje maendeleo Nandi. Unapozungumza mheshimiwa, unaibua taswira kwamba unatetea jamii ya Wakalenjin. Ukiwa serikalini ulikuwa unasema kwamba unatetea jamii ya Wakalenjin, ila baada ya kubanduliwa kama naibu rais
umekuwa ukitoa semi ambazo kuna dhana kwamba tofauti kati yako na Rais William Ruto zimejipenyeza mpaka kwa watu wa jamii. Wakati unaposema kwamba watu wa jamii ya Wakikuyu wanaondolewa mamlakani na wanareplacewa na watu wa William Ruto. Umezungumzia maafisa wa polisi kila squad ambao inaonekana kwamba unalenga jamii ya Wakalenjin. Sijui wewe pahali ulipo, uone kwamba unajaribu tena kuleta tofauti na mkwaruzano baina yako na jamii ya Wakalenjin? Mimi nikuulize ndugu yangu, mimi nilifukuzwa hadi nimetetea Wakalenjin wapate haki yao. Unasikia? Kwa hivyo mimi sina shida na Wakalenjin, lakini kukitokea makosa nitakosoa. Kama Eliud Langat atafanya makosa ya kutuma askari wachache kutoka jamii yake wakuje wapige watu, anaharibia jamii. Kama lazima watu wapigwe, si achukue kila jamii aweke pamoja watume wakapiga watu. Lakini kuanza kuweka jamii moja iende ikapiga watu, that is ethnic profiling. Hiyo ni kuangaisha jamii ya Wakalenjin, kwa sababu wataonekana kama hao ni watu ya vita. Na mimi vile mimi ninajua the Kalenjin nation haina shida na mimi. Haina shida na mimi. Na wacha nikwambie, na nimemwambia Eliud Langat juzi, nimekuwa hapo police headquarters. Siku tumeingia kwa serikali, rais amegawa viti yote ya vitengo vya usalama, akasahau Wakalenjin. Akapeana Inspector General, akapatia Kome Meru. DCI akapatia Amin Somali. Director of Intelligence akapatia Nuruddin Haji. Chief of General Staff akapatia Ogola wakati huo. Akapeana hizi viti yote. Mimi nijeni nikamuuliza, hao watu yangu wakale na walitupigia kura kwa hii usalama, hakuna hata moja anaweza weko kwa umepeana kila kitu. DIG alikuwa Gabo wa administration, DIG wa polisi akaweka Kaja, Kome alikuwa IG. Nikamwambia hizi vitu karibu 7 hawa watu wangu wakale walitupigia kura, na mimi wakale kwa sababu nilikuweka wakati wa Moi, wanaelewa serikali ni crown, hata kamoja. Nikamsukuma huyu Langat alikuwa pale DCI, ndio akapewa GSU commandant. Huyu Eliud Langat, mimi mwenyewe ndio nienda kwa rais na nikaweka kesi yangu, because mimi ilifika pahali ikakuwa mimi lazima nitetee ile watu ambao walitupigia kura. Rais akiendelea kusaidia Wakenya na nikimsaidia, lakini pia siwezi kusahau wale ambao walifanya. So ndio mimi juzi nimeenda hapo, nimeuliza Langat, wewe unajua pahali nikutoa? You know, hata kama unaangalia chini, nikamwambia you know. Kwa nini wewe unakuwa unahusika kupanga watu kuja kupiga watu kanisani? Lakini unaposema hivyo mheshimiwa, jamii kidogo inakosa kukuelewa, kwa sababu umesema hiyo wakati ulikuwa unatetea jamii ya Kalenjin ipate nafasi. Hivi majuzi umeshinda ukilaumu rais kwamba anawapatia nafasi nyingi kwenye jamii ya Kalenjin. Sasa itakuwa hiyo wakati ulikuwa unatetea, lakini saa hii unalaumu jamii, unasema mimi sina shida rais asaidie Wakalenjin, lakini pia sitaki atoe watu ya mlima walimpigia kura 47% aliplace na watu yake. Mimi nataka fairness. Hiyo ndio shida yangu. Mimi sina shida yote, Wakalenjin wapate nafasi yao na mimi mwenyewe ni ya kuyatetea, lakini ni makosa kubwa sana wale watu ambao walimpatia 47% of the vote, anatoa hao watu anaweka watu ya jamii yake. Angebalance vile tulikuwa tumeagana na yeye na tulikuwa tumesikizana na yeye. Wale watu ya Mlima Kenya walikuwa wamepewa kazi na Rais Uhuru Kenyatta, usiwafukuse, na ukifukusa ubadilishe 1 for 1. Tukakubaliana. Na hapo mwanzoni alifanya. Kufika hapo mbele ameanza kubadilika. Unasikia? Na tangu nitoke, wakati mimi nilikuweko, there was no problem. Tulikuwa tunaelewana, hii tunaelewana. Tangu nitoke, niko na malalamishi, kuna watu wengi sana wanatolewa kazi, anafanya hiyo replacement. Na mimi nikiwa kiongozi, mimi ni mtu natafuta haki, lazima nitetee watu wote, lazima nitetee. Angalia Rigiji, kumaanisha kwamba iwapo wewe utachaguliwa kuwa rais, jamii ya Kalenjin kwa sasa, kwa sababu wewe sana unazungumzia siasa ya cousins, jamii ya Kalenjin hawako kwa hiyo kikundi ya cousins. Ni kumaanisha labda wewe ukichaguliwa kuwa rais, ama yoyote kwenye United Opposition akichaguliwa kuwa rais, labda wa Kalenjin basi watatengwa kwenye maendeleo kwa sababu hamjaandikishiana. Wala mimi wa Kalenjin ndio naongelesha hawa. Hakuna mtu atatenga wa Kalenjin. Wa Kalenjin hawaja kosea mtu yeyote.
Shida yetu ni mtu mmoja, na huyo tutaondoa wakati ikifika. Jamii ya Wakalenjin ni wa Kenya na ni waangwana na ni watu wazuri na wamefanya kazi hii Kenya na historia yao inajulikana. Na kama tungeweka wale Wakalenjin ambao wanajua kazi, tuliona Wilson Boynet alistabilize serikali ya Mwai Kibaki, tuliona akifanya. Tuliona mawaziri Charles Ketel amefanya kazi ya energy. These are good professionals, na ni professionals ambaye watapata nafasi yao katika Jamhuri ya Kenya. Mimi nikipata nafasi ya kuunda serikali, ningetaka kuhakikishia jamii ya Wakalenjin ndio bipata npaso, na mimi ndio sitaki wawachwe nyuma, na sitaki shida yetu na William Ruto wabebe ama wafikiria they are part of that fight. They are not. William Ruto ni mtu binafsi. Akituumiza sisi, sio Wakalenjin wametuumiza. Akituangaisha, sio Wakalenjin wametuangaisha. Wakalenjin bado angaisha mimi, bado tukana mimi. Hata kama tuko na vijana wenu ambaye ni watu ya rais, nimeona huyu Faruk anatukana Rais Uhuru Kenyatta, sema tutafunga akaunti zako wewe Rais Uhuru Kenyatta. Rais Kenyatta ni rais mstaafu. Hata kama hakuunga William Ruto mkono uchaguzi ulioisha, alimpatia nafasi akakuwa deputy president, na hata walipokosana hakumfukuza, hakumtumia polisi, hakumtumia guns wampige, hakupiga yeye tear gas, alivumilia yeye. Tungetaka kuambia William Ruto, tafadhali hapana tuma Faruk Bet kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Nani alikutuma? Pia wewe ulikuwa unatusi Uhuru Kenyatta. No, ngoja. Huyo wakati. Sasa okay, kama rais hiyo ni yangu na hiyo. Wewe nani alikutuma? Mimi nasema hiyo ni yangu na Rais Uhuru Kenyatta. Sisi ni madugu. No, najua hiyo alikutuma hiyo wakati. Hiyo ilikuwa siasa yetu, na Rais Uhuru Kenyatta hajalalamika. Yeye ni rafiki yangu. Na hiyo ilikuwa ni mambo ngoja, hiyo ilikuwa ni mambo ya siasa. Na wakati ya kampeni iko mambo mengi ambayo watu wanazungumza, lakini Uhuru Kenyatta hataki kiti ya rais, amestaafu. Sasa wachana na yeye. Huyu kijana anaitwa Sudi, kasi yake ni matusi, anatusi mimi ni kiongozi wa Kenya na kiongozi ya jamii. Kama jana juzi ndio ujue ile watu wameharibia William Ruto serikali yake, kwa sababu hii matusi ya hivi jana. Wamekula pesa, wamefura kichwa. Unasikia? Wapi hiyo microphone iko hapa? Sasa ningetaka tu usikie ile hiyo kijana. Kwa sababu hawa ndio watu wanatembea na rais. Mheshimiwa Rigathi, naomba tu kwa heshima, labda kuna majibizano katikati yako na viongozi ambao wanaegemea upande wa Rais William Ruto. Na kwa heshima, kwa sababu for the right of reply ya yule aliyekuandikia. No, yeye ameuliza. Naomba usiicheze basi, alafu mtajibu. Unajua lazima pia nieleze nyinyi, nimeuliza swali pale shida iko. Sisi tumefukuzwa ofisi na tumekubali. Hatuna shida. Tunajitafutia. Ukisema nyinyi ni kina nani? Nasema mimi na watu wangu. Many people walifukuzwa. Watu wako ni watu. Machairman yote walifukuzwa. Machairman wote wale wananiunga mkono kutoka Mlimani wamefukuzwa kazi. Mithikali Nturi amefukuzwa. JB Muturi amefukuzwa. Wale Moses Kuria amefukuzwa. Wale watu wote tulimsaidia William Ruto ametufukuza. Sisi tumekubali na hatuna shida. Nilipokuwa na mahojiano na Moses Kuria ambaye unasema kwamba alifukuzwa, Moses Kuria is on record saying that you are the one who orchestrated his removal from cabinet. Sasa is on record. Sasa na wewe ndio unamtetea, unasema ninasema mimi si appointing authority. By the time amefukuzwa mimi tayari nimefukuzwa. Unasikia? So mimi si appointing authority, mwenye kuteua mawaziri ni William Ruto. Mheshimiwa Rigathi, umesema ya kwamba hii serikali ya William Ruto ina shida mingi sana. Wacha tukubali umeyaona shida sasa wakati umetoka ndani ya serikali. There is united opposition. Nyinyi mumeunganika katika upinzani, labda kuyaondoa yale mambo ambayo unaona serikali hawajafanya vizuri. Swali langu ni kwamba your arithmetics of politics is bringing tribal blocks. That is why haujanijibu maoni yako. Ulisema kuhusu shule ya Mang'u and the schools in Central. Swali langu ni kwamba this united opposition
Are you united because you have a common enemy, ama mumeunganika kwa sababu mna suluhisho ya shida ambazo labda unaona Wakenya wakiwa nazo? Because kila wakati mkiongea mnasema William Ruto this amekosea, hajafanya hii. What are the policies zile Wakenya wakiona watajua ya kwamba united opposition ikiongozwa na Rigathi Gachagua ambaye labda anawania urais mwaka wa 2027? What are the solutions to the problems that are here right now? Because this administration kama imefail, your brain is in it kwa sababu ulichangia. Na kama imefail, I don't know if there are new policies zile zilianzishwa wakati uliondoka, ama ni sasa ndo you think they are not right. What can you undo? Ile serikali inafanya sasa na ifanye sawa. Policies ya united opposition, ile basi Wakenya wataona hii mrengo wa upinzani uko sawa kushinda administration ya sasa. Ya kwanza, mimi nilisema na imekubalika. Hapa Mlimani iko mashule imejengwa na watu ya mlima. Mashule mzuri sana. Na ikifika wakati ya intake ni national schools inapewa kila mtu na ni sawa. Ya kwamba watoto ya mlima wako na marks iko juu, wanakosa nafasi, wanaenda shule ambaye haina vifaa. Lakini wale watoto wamekuja, wametoka pahali pesa imepeanwa more than 1 trillion na viongozi wamekataa kujenga shule pale Northern Kenya. Na umeona ile vumbi iko hapo. Nasema pesa imepeanwa pale is in excess of 1 trillion since devolution in 2013. Ya CDF iko pesa mingi. Ukija hapa wajumbe wamejenga mashule mzuri. Nikasema it is not fair. It is not right. Watu wengine watumie pesa ya serikali na yao wajenge mashule, wengine wakose kujenga na wako na pesa, walete watoto wachukue nafasi ya wale ambao wamejenga shule. Mimi nikasema hata hao wajenge mashule, watoto pia ya mlima waende huko ndio wajuane na wengine. That is what I said. Na ukiona tangu tuanze hiyo debate imeenda mzuri sana pale Northern Kenya. Hao wabunge wamesukumwa na magavana, wanaambiwa mrudi nyumbani mjenge mashule. Mtuambie hii pesa mmefanya nini naye. Mimi nimesema, umesema ati hatuna agenda. Hiyo ni lugha ya William Ruto. William Ruto hawezi ambia sisi vile tutamtoa. For the record, no, nasema hiyo lugha ya kusema hatuna agenda. No, nasema. For the record nimesema. No, what you are saying? What are your policies that are better than the government so that you don't victimize Ruto's agents? Wait a minute. Yes. We are not in government. Kazi yetu si kujenga barabara. Kazi yetu si kuweka stima. Kazi yetu si kuweka maji. Kazi yetu ni kukosoa. Hiyo ndio kazi yetu. William Ruto anataka tujenge barabara, sisi hatuna pesa ya kujenga barabara. Mna mpango wa kuania urais 2027? Are you having a plan of providing an alternative government? Unajua siasa vile naenda, my sister. Sisi nasema ndio hii Kenya isimame. Tunataka William Ruto aondoke. Kwa sababu Mwai Kibaki alileta masomo ya bure. Ilikuwa nasaidia wa Kenya. William Ruto amekuwa rais mwaka 3.5, ameharibu, watoto wako nyumbani. Ndio hii masomo turekebishe, tunataka aondoke. Tumesema William Ruto akichukua serikali kwa Uhuru Kenyatta, NHIF ilikuwa inafanya kazi. Amekuja ameleta mnyama anaitwa SHA. Hata huko kwa Wakalenjin SHA haifanyi kazi. Tunasema ndio turekebishe hii mpango, tunataka tumuondoe, turekebishe. Tunasema Uhuru Kenyatta alileta leader mama. William Ruto amekuja ameweka kando. Tunasema ndio leader mama ifanyike, tunataka tumtoe, tufanye mpango mzuri. Bila ninasema tuko na mpango ya kurekebisha Kenya. Mambo ya payslip, wafanyikazi wote wa serikali na private sector wakiwemo nyinyi wanapiga nduru ya kwamba wamekatwa pesa ya housing. Mtu hahitaji nyumba, ako na nyumba yake, anakatwa pesa. Mambo ya NSSF, mambo ya nini. Tunasema tunataka to restore the dignity of the payslip. Sasa ile tunabishana na William Ruto, anataka kutuambia sisi vile tutamtoa. Yeye hawezi kutuambia vile tutamtoa. Sisi tutamtoa na njia yetu. Lazima tukue na siasa yetu ile tunafikiria ndio tutamtoa. Yeye hawezi kuambia ati ndiye atatuambia ati vile tutampinga. Ati nendeni mseme hii na nyinyi wapinzani wangu. Sisi tutasema ile ambayo inafaa, lakini sisi tutatoa manifesto. Mheshimiwa, labda kuna yule Mkenya Mkalenjin anasikiza sasa hivi na labda ana feel the way you are feeling that tumefinyika. Wanataka kusikiza sasa what is the better alternative. Yes. Kitu ya kwanza, mimi nikipata nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, nitalegeza
free primary education, na itapata the first priority ya kwamba pesa ya shule ndio first disbursement, iende kwa shule, watoto wote wasome bila malipo katika primary school. Number 2, shule ya secondary school ya day itakuwa ya bure bila malipo. Serikali itaweka pesa katika day secondary school ndio watoto wa secondary school wasome. Number 3, mambo ya insurance ile ilikuwa naitwa NHIF, tuirekebishe vizuri ikuwe ya kusaidia Wakenya. Hii inaitwa SHA, ni mnyama ambaye haifanyi kazi. Number 4, hao wafanyikazi wote ya serikali tutaregesha heshima ya payslip. Ndio usikue ati wewe unafanyia serikali kazi peke yake ati unakatwa zaidi ya 40%, unakuwa wewe huna purchasing power. Lazima ile makodi zote zimewekwa ambaye zinaumiza Wakenya, lazima turekebishe. Number 5, lazima tulegeshe mambo ya sheria. Tumeona ya kwamba Kenya imeharibika. Goons wanatembea na gari ya polisi kupiga watu. Goons wanaenda kanisa kuumiza wamama na watoto. Hii ni maneno ambayo hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali goons wakuwe ndio wanatawala katika Jamhuri ya Kenya. Lazima hao goons wote wakamatwe na wasikubaliwe kunyanyasa Wakenya na kuhangaisha hawa. Kwa hivyo sisi tuko na mpango kamili, mpango kababe ya kurekebisha Kenya na hasa kurekebisha uchumi wa Jamhuri ya Kenya. Affordable housing, umezungumzia swali la affordable housing, na ulikuwa mmoja wa viongozi kwenye serikali ambao ulitetea sana haswa huko Embu. Hivi sasa kuna wale, wakati huo kuna watu walikuamini wakawekeza kwa affordable housing, wamelipa pesa, wamewekeza hapo, ila saa hizi unasema affordable housing sijui mtafanya vipi. Yule mtu alikuamini at that time na akawekeza hapo, what are you telling him about affordable? Unajua Jeff Kirui, sisi ni viongozi na tunaongoza watu. Mpango ya housing William Ruto alikuwa ametueleza na ilikuwa tunaona ni mpango mzuri, na mimi nilikuwa naipigia debe nikiamini ni mpango mzuri, lakini tumefika kwa wananchi wamesema wataki. Unajua sasa lazima usikize wananchi. Chama yetu ya DCP inaitwa sikiza wananchi. Wananchi wanasema sio kazi ya serikali kujenga manyumba, kazi ya serikali ni kujenga barabara, kuweka maji, kuweka stima, kuweka sewage, kuleta usalama na kusaidia watu kufanya biashara bila kusaidiwa. Nyumba mtu aachiwe nafasi ajenge ile nyumba ambayo inafaa. Hivyo ndivyo Wakenya wanasema. Na mimi nilienda kwa rais nikamwambia hii mpango ya housing, mimi nimetembea nasikiza watu, rais, watu hataki. Asema hapana, you don't have to do what is popular, you do what is right. Nikamwambia I agree with you to a certain extent, but kama majority ya wale walikuchagua, wale walikupatia nafasi ya uongozi, don't think that is right, you cannot insist it is right. Lazima urekebishe. Na mimi nasema kiongozi lazima asikize wananchi. Unaweza kuwa na mpango unafikiria ni mpango mzuri, lakini wenye kubenefit kwa hiyo mpango wakwambia hapana, hii plan umelete haifai na hatutaki, sisi tunataka tufanye ABCD. Lazima urekebishe. Na ndio nasema kama rais angekuwa akiketi na wazee wale nilitaja, wangempatia feedback kwa raia. Unajua hii wazee wanaketi na watu, na wakuwe ni wazee wako na mali yao, si mabroka, hakuna kitu wanahitaji. Wakuja mwambie rais kule vijijini ile mazungumzo iko, hii maneno ya nyumba watu hawataki, asikize vizuri. Sasa rais hana mambo watu ya kumwambia, wale yako nayo ni mabroka au ni watu ya kutafuta biashara. Mimi peke yake ndio katika serikali yake nilikuwa na siogopi kumwambia ukweli, na nilikuwa namwambia na heshima, namwambia rais, hii wananchi hawataki, tafadhali turekebishe. Sema bana, wacha. Unasema ulikuwa ukizungumza kwa heshima, ila umejitokeza hadharani ukasema kuna wakati karibu mpige kofi. Sijui hilo unaweza ita ni heshima ama ilikuwaje ikafikia wakati karibu mpige kofi? Iko siku moja amenitukana pale kwa airport, alikuwa anaenda China, iko Chief of Defense Forces hapo General Kahariri, iko Felix Kosia, iko Kidiki hapo, ananitukana majina chafu. Nikamwambia usinitukane mbele hawa, si ndio? Kama unataka kunitukana si hapa hao watoke unitukane mwanaume kwa mwanaume. Mimi ndio haya muda na nini? I'm more than the president. No. I'm saying I'm more than him by 1 year. So mimi ni kiongozi, mimi pia ni mzazi, pia mimi ni mtu ameheshimika na watu wengi.
Huwezi kunitukana kama mtoto ati kwa sababu wewe ni rais. Mimi pia nilichaguliwa kama yeye. So lakini mimi sikutaka kumjibu, nikamwambia rais, hakuna haja unitukane mbele yao wafanyikazi yako. Sawa mheshimiwa, niruhusu nikuulize swali moja. Umekuwa ukizungumzia mara kwa mara machafuko yaliyotokea mwaka wa 2007 baada ya uchaguzi. Na ukasema kwamba rais ni muuaji, aliua watu pale Kiambaa. Mheshimiwa, unajua vizuri hizi mbili ambazo zilikuwa na shida huo wakati, kwa sasa hizo vidonda vimepona. Wewe kama kiongozi unapozungumzia mara kwa mara, hauoni kwamba unaamsha vidonda ambavyo vilikuwa vimepona? Ni kweli, mimi nakubaliana na wewe. Hiyo maneno ya Kiambaa yote tulisemea rais na watu wengine na tukawachana na tukasonga mbele. Lakini saa ile Murkomen ametumana kanisani, watu wamepigwa kanisani, wa mama na watoto. Watu wanaanza kukumbuka ile kidonda. Unajua kidonda inatakiwa ipone, lakini ikipona unakuja unatoa ile ngozi, hiyo kidonda inarudi. Hii debate ya Kiambaa imerudi kwa sababu mara 3 sasa pale PCA Mwiki wakora wamekuja kupiga wamama na watoto na sisi kanisani. Mpaka wa leo hakuna mtu ameshikwa. Tumeenda pale PCA Kariobangi, unasikia watu wamepigwa kanisani na tear gas na polisi. Mpaka wa leo hakuna mtu ameshikwa. Pale ACK Witima Church Othaya, maafisa 12 ya polisi wamekuja na Land Rover Land Cruiser 2, wamekuja na AK47, wamekuja na tear gas, wamepiga watu kanisani risasi, wamepiga tear gas. Watu wameanza kusema, kwani hii maneno Ruto walifanya huko Kiambaa imerudi tena? Mimi nimefufua kidoda, William Ruto na Murkomen ndio wamefufua hii kidoda. Wakitaka ipoe, hapana, lazima sisi tuongee. Unasema yeye ni muuaji, wewe kiongozi. Mimi nakuuliza hiyo watu walikuwa Kiambaa waliuawa ama kuuawa? Nani aliuawa? Mimi nauliza waliuawa ama kuuawa? Waliuawa. Hiyo ni mauaji, si mauaji. Nani aliuawa? Mimi nasema hii watoto wamepigwa risasi, na amesema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Nani amesema? Nani amesema watu wapigwe risasi kwa mguu? Ndio tunasema wacha kutamka hii yote. Mauaji ni mauaji, na hii maneno ndio imefufua mambo ya Kiambaa. Kama wanataka hii mambo ya Kiambaa ipoe, wawache kuua watoto, wawache kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu, wawache kutuma wauaji kanisani kuua watoto na akina mama. Unasikia? Hawa wenye usalama akina Murkomen na wengine ndio wamevuvua hii debate, na hii debate haitaisha. Hii debate itaisha wale watu walivamia watu kanisani wakishikwa, serikali ijiondoe, watu wapelekwe kotini kwa sababu walionekana, polisi walionekana. Lazima sisi tutakumbuka ile ilifanyika. Unajua kitu ikifanyika ambayo inafanana na kitu ilifanyika 20 years ago, lazima ukumbuke ile ilifanyika wakati ule. Alafu Rigiji, wacha bado turudi mambo ya Rift Valley. Ikiwa umesema tofauti zako na Rais William Ruto, hiyo ni yenu pekee yenu, haihusiani na jamii, sivyo? Mbona siku hizi wakati unafanya kampeni hujatembea sana Rift Valley venye ulikuwa unakuja kitambo? Asante sana. Why sijatembea Rift Valley? Rais ananipiga nyumbani. Nikienda kanisani anatuma wahuni wananipiga, anatuma polisi wananipiga. Mimi nimepigwa mara 24. Sasa kama ananipiga nyumbani na nikija kwa college, mimi nataka niulize swali. Mingi ni ananipiga nyumbani, na mimi nauliza, siku William Ruto amekosana na Uhuru Kenyatta, alikuja Mlimani for 5 years. Hakuna siku hata moja Rais Uhuru Kenyatta alimtumia watu wampige. Hakuna hata siku moja alipigwa na wahuni. Hakuna hata siku moja alipigwa risasi. Hakuna siku hata moja alipigwa tear gas. Sisi alitufukuza. Mbona anatufuata mpaka nyumbani? Anatufuata mpaka kanisani kutupigia ndani ya kanisa kutuua. Sasa watu walikuwa na wasiwasi, nasema kama wanatumana uwawe kanisani, nyumbani Mlimani, ubaya ni kwetu nyumbani Nyeri. Kama watu ya serikali wametumana upigwe ndani ya kanisa, nyumbani, na ukienda Kericho na ukienda Nandi. Lakini nimeambiwa na watu ya nyumbani, wewe ni Mkenya na wewe ni kiongozi, hao Wakalenjin walikupigia kura, hawaja kukosea, tembea waende watembelee. Kama watakupiga tunataka tuone
tujue kama shida ni Wakalenjin ama ni William Ruto, kwa sababu vile wao umetueleza Wakalenjin hawana makosa. Mimi naambia watu ya mlima, msilaumu Wakalenjin kwa hii shida tuko nayo na William Ruto. Hata jana wafanyabiashara Githurai wamebomolewa, wameumizwa. Watu wakitaka kulaumu Wakalenjin, nikasema hapana, huyo ni mtu mmoja, ni William Ruto. Sasa wazee wameniambia na mabishop, ndio tuelewe na tufafanue kabisa shida yetu, kama ni jamii ya Kalenjin ama ni William Ruto. Tunataka uanze kutembea huko, kwa sababu hiyo watu walikupenda, tulikuona huko, anza kuwatembelea. Sasa siku ya Jumatatu nitaenda Kisii, naenda kusaidiana hapo na Dr. Fred Matiang'i. Tumeenda huko mambo ya one town, tunaenda kunyorosha maneno huko na tuelewane na jamii ya Kisii. Nikipita nitapita Mlot, nipite Longisa, nipite Bomet, nipite Sotik, niendelee Kericho, niendelee Kerenyo huko Kisii. Kama nitapatana na watu wa Kipsigis wako kwa hizo matown asubuhi kutoka saa 4, mimi nitawasalimia. Ningetaka kuona kama watanipiga. Mimi sidhani wa Kipsigis watanipiga kwa sababu sijawakosea. Mimi nimekuwa mtu ananipiga nyumbani kwetu. Wazee wametaka kuona wa nyumbani na mabisho. Kama hao Wakalenjin wako na shida na wewe ama na William Ruto, wameniambia tembea. Wameniambia tembea kwa Wakalenjin. Wakikupiga ni sawa. Wakikuua tutazika wewe nyumbani. So nikuelewe vizuri mheshimiwa, so mikutano yako ambayo umepanga kwenda eneo la Rift Valley, si eti kwamba umepanga kwenda kuzungumza, unaenda kupima kama jamii na watu wa Kalenjin. Mimi ningependa kuongea na watu ya Wakalenjin kwa sababu lazima niwatetee. Lakini vile umesema wazee wameniambia, sasa wazee wamenipatia encouragement. Mimi nitaka kwenda, ninaogopa. Because hawa Wakalenjin hawana mtetezi. Wabunge wamenyamaza, senator wamenyamaza. Nani atatetea hawa? Mimi natetea wa Somali, hawako nipigia kura. Watu walinipigia ni Wakalenjin. Nimeamua kuanzia going forward, na niko na project hapo, mkinipatia nafasi nitazungumza ile imekwama. Hakuna mtu anawasikiza. Mimi nimeona hapa Ikulu delegation wanafika, watu ya Kiambu wanakuja hapo, wanaongeleshwa, kila mtu 10,000 wanaenda nyumbani. Watu ya Meru wanakuja, wanaenda nyumbani. Watu ya Kakamega hakuna siku delegation ya Kericho imekuja. Hakuna delegation ya Nandi. Si hata hao wakuja wapewe 10,000 wakule, kwani wakikula wanajikuna. Hao walipigia Rais William Ruto. Amefungua State House kwa kila mtu. Anawasikiza shida zao. Anawapea pesa. Hata hao Wakalenjin walimpigia kura. Kwani hata hao wakija hapa waende Eldoret State Lodge, hata hao wapewe 10,000 waende nyumbani, iko makosa gani? Wao wa Kipsigis wako karibu na hapa Kilgoris, wakuje wapewe kila mtu 10,000 waende nyumbani. Unajua ile kitu mimi sikubaliana na William Ruto ni kuchukua hii watu ya nyumbani hivi hivi. Unajua tulikuwa na yeye, nikamuuliza, tulikuwa na yeye Kericho, anaulizwa na watu ya Kipsigis, wapi maendeleo yetu? Yeye anasema bana, hiyo ni ya nyumbani. Ng'ombe ya nyumbani nitalete, msikujie mimi mwenyewe nitalete. Akifika Nandi anasema hivyo, akifika Baringo anasema namna hiyo. Sasa hii ng'ombe wamengoja 14 years, alikuwa deputy president for 10 years. Okay, akakuwa na matatizo. Hii miaka 4, hii ng'ombe ya Wakipsigis, hii ng'ombe ya Wanandi, ya Watugen, ya Marakwet, ya Keyo itafika siku gani? Mimi going forward tulikuwa, mimi ndio nilikuja economic forum, na lazima sasa nitetee hii watu yangu ya nyumbani, because mimi ndio niliwaahidi on behalf of William Ruto pale Iten. Tuliahidi ya kwamba tukichaguliwa stadium ya Kamarini itajengwa. Mpaka wa leo contractor alikuja akaondoka. Sasa mimi nisipoongea hiyo, hakuna mtu anaweza ongea huko. Senator hawezi ongea, MP hawezi ongea, labda yule MP Kipchumba wa Marakwet West, mwanaume kamili, aliambiwa anifukuze ofisi, akasema sijafanya makosa yote, akakataa. Labda huyu anaweza ongea. Watu wao wanangoja stadium ya Kamarini. Nani ataongelesha hawa? Hii maneno ya 64 stadium inaenda tu pole pole, imekwama. Nani atazungumza juu yake? Nikuulize hapa Bomet, kwa sababu nilikuwa hiyo kitu watu wamenitumia kutoka huko. Nikuulize mambo ya majani chai. Siku William Ruto amenipatia nafasi, na mimi nilimuuliza nikasema, my brother, nataka nisaidie hii watu ya mlima na hii watu ya Rift Valley. Hii mambo ya kahawa na majani chai na maziwa unipatie, ningangane naye. Nikangana kahawa, nikanyorosha, inalipo mzuri. Majani chai nilikuwa nimeanza vizuri. Nilipoondoka hiyo kazi imekwama. Mwaka huu
bonus ile imelipwa chai watu ya Nandi na watu ya Kericho is the lowest since independence. How will you fix that? No, ngoja kwanza. Si lazima kwanza ni watendee. Umesikia Aaron Charity akiongea? Umesikia Cheragai akiongea? Watu ya majani chai in Rift Valley are suffering. Have you heard William Ruto akisema chochote? Umesikia huyu maseneta na MPs wakiongea? I must speak for them. Huyu mtu ya Ruto anaitwa Saporano, umesikia akiongea hiyo maneno? Mimi sasa hao watu walinipigia kura. Mimi I had a solution to fix the tea problem. Na nilikuwa nimeanza. Nilifanya 2023 nikafanya tea conference hapo Kericho. Na tukasikizana mikakati ile yote tutaweka ndio majani chai ipate bei sawa sawa. Rais ameharibu, ameenda kuingilia masuala ya Sudan. Ameingilia masuala ya Sudan, ameenda kuunga mkono muasi anaitwa Hemeti. Wanafanya biashara. Serikali ya Sudan imekasirika. Sisi tulikuwa tunauza 15% chai yetu katika Sudan. Wamekataa kununua. Chai inaoza Mombasa. Watu wetu wakulima wa chai wamepata shida. Mimi mwenyewe nataka niahidi watu ya Nandi, watu ya Kericho, watu ya Bomet ambaye ni wakulima hodari ya majani chai. Mimi niko na solution ya chai. Na nilikuwa nimeanza vizuri na ilikuwa inaenda vizuri. Ukienda pale naitwa Bomet. Rais alikuja hapo akaahidi barabara kutoka Chebole mpaka Kipketi mpaka Koita, kutoka Sacharon mpaka Sigor, kutoka Kapkwen mpaka Obtio, kutoka Sotik mpaka Cheplanget, kutoka Silibwet mpaka Kiptagish, wale Nguruoni, Bobo mpaka Mauche. Hiyo barabara hakuna. Sasa wale yule maseneta wako pale, hakuna mtu naongea. Wabunge hakuna mtu naongea. Rais haendi hapo. Christmas alikuwa Kirigoris. Chukua ndege kila siku, anaenda Migori, anarudi. The following day Homa Bay. The following day anaenda angeagusha ndege hapo Bomet, hapo ni karibu na Kirigos, aulize hii Wakipsigis mambo yenu umefika wapi? Yeye anashughulikia watu ya ODM kwa sababu ya kura. Hii ya Bomet anajua iko kwa mfuko, hana haja naye. Sasa hizi barabara nisipotendea hii watu watatetewa na nani? Mimi nikuulize swali. Mambo ya damu ya Boston, rais aliahidi imekwama. Mambo ya Mau, alisema ile watu walifukuzwa ataongea na family ya former PC Isaiah Cheluget, hao watu wakuwe settled. Hiyo maneno imenyamaza. Sasa hao watu watatetewa na nani? Niulize sasa, kama sasa nimeangalia pale Narok, ya? Pale Narok, na ni kitu ambayo inaumiza watu sana, hasa wale jamii ya Kipsigis. Nikuulize sasa, hao watu pale farm inaitwa Angata Barikoi. Yes. Nikuulize, niulize. Hao watu wamevamiwa pale. Shamba imesukuliwa. Inataka ikue ya sukari. Hao watu zaidi ya 1000 wamepigwa risasi, watu 5 wamekufa. Watu 16 wamejeruhiwa. Hao ni wa Kipsigis. Umesikia Aaron Charity ameongea? Umesikia Mjumbe ameongea? Hii shamba ni ya wa Kipsigis. Wameishi huko for all those years since independence. Wamefurushwa. Imekuwa sasa ni shamba ya mtu binafsi aweke factory ya sukari. Hawa watu wamefukuzwa kwa hii mashamba. Mheshimiwa, wanauawa na nani? Mheshimiwa Kasha, kweli umesoma hiyo list kweli. Sema hayo mambo haijafanyika. Je, unataka nani afanye? Kwa sababu relationship yako na president kwanza iko chini. Wewe umesema kwamba uko na asira na yeye au uko pamoja naye, na wewe ni mtetezi sasa wa Kalenjin. Je, na unataka haya barabara itengenezwe, hiyo mambo ya chai ionwe, haya mambo yote ambayo umeongelea hapo. Je, unataka nani afanye hayo mambo? Si rais atafanya? Atafanyaje na mko indesi? Sio lazima afanye kwa sababu ananipenda. Afanyie hao kwa sababu wanalipa kodi. Hao wa Kipsigis wanalipa kodi, they are taxpayers. Hawa wanatakiwa wajengewe barabara na sio favor, ni haki yao. Lakini mtu ya kutetea hawa ako wapi? Rais mwenyewe hana haja na hii watu, ako huko kwa Wajaluo akitafuta kura. Hao watu ya nyumbani amesahau hawa. Wabunge hawaongei, senator haongei. Sasa mimi nimeamua, mimi sina pesa ya kujenga barabara, lakini niko na sauti ya kusema hawa wa Kipsigis wamedhulumiwa. Watu ya Kericho walikuwa na waziri, wamenyang'anywa, imepeanwa kwa ODM. Wanatakiwa warudishiwe waziri yao. Mheshimiwa Rigathi, Kenya ina kabila zaidi ya Kikuyu na Kalenjin. Na sijasikia
jambo lolote ambalo umezungumzia linawakuza labda Waturkana, kwa sababu you want to come out as an alternative leadership, lakini agenda ndio tunangojea kujua ya kwamba kama unasema kwanza tunashughulikia wale watu ambao walitupa kura mingi, Kikuyus and Kalenjins. Umekuja ukasema wewe ni mtetezi wa Kalenjin, which is good. Kama unawatetea wa Kalenjin, umetafuta vizuri sana yale mambo ambayo labda aliahidi na hajafanya. Swali langu ni je, kama leo utachagua kuwa rais, community ile iko na idadi chache ya watu na labda hawaja kusupport, because presidency is a symbol of national unity. It is not about rewarding loyalties who voted for you. So watakuamini aje leo waone? The other time I heard you saying you are 6 million votes now in Central Kenya. Kama 6 million in Central Kenya watakuvotia leo kwa president, na labda milioni 2 wakuvotia kutoka kwa Wakalenjin, Waluo watakuwa upande gani, especially now that you have come out as a leader who rewards loyalties before Kenyans? Madam, leo tumeita radio za Wakalenjin, tunaongea na Wakalenjin, hatujaita Waturkana. Siku niliongea na watu ya Somali, sikuongea mambo ya Wakalenjin. Ngoja kwanza. Siku nilitaka kuongea na Wasomali, hawakuniuliza mambo ya Wakalenjin. Sijaita Citizen, nimeita Wakale. Naongelesha Wakalenjin leo. Hii ni siku yao. Nilikuwa naongelesha Wasomali. Juzi nimeongelesha Wakikuyu. William Ruto alikuwa pale Sagana, aliita radio za Wakikuyu akaongelesha Wakikuyu. Hakuulizwa swali ya Wakalenjin. Waturkana nitaongea na hawa. Juzi nimekuwa na radio ya Wama, nimeongea na Wama. Mimi naongea na watu kulingana na shida zao. Na ni Wakalenjin wameniuliza, wewe umekuwa ukiongea na Wakikuyu, juzi umeongea na Wamasai, the other day umeongea na Wasomali, sisi na tulikupigia kura, utaongea na sisi nini? So mimi nataka leo madam tuongee mambo ya Wakalenjin. Nikubalie basi. Kwa sababu radio tumeita leo ni ya Wakalenjin wanasikiza. Nikubalie Asirani Waturkana wanasikiza hizo radio. Nikubalie nikurudishe nyuma kidogo. Umesema ya kwamba tofauti zako na President William Ruto, kwa sababu hii conversation tangu tuanze lazima itamalizikia kwa makosa ya president. Swali langu ni kwamba the fallout was because haukupewa what you agreed kama jamii. Sasa swali langu na ile jambo tunataka kurudi pale, so that next time you form the next government hakutakuwa na fallout na kukuwa na representation ya Wakenya wote kutoka kila kona ya Kenya. Nafikiri hujanisikiza vizuri. Mimi nimekueleza hatu kuhusiana na William Ruto. Kukosa kupewa ile tuliahidi is one reason. Kuua watoto is the biggest reason. Wale wa Gen Z. Kudanganya wa Kenya is another reason. Ahadi za uongo is another reason. Kuharibu masomo is another reason. Kuharibu matibabu, reason ya mimi na William Ruto kukosana ni zaidi ya 20. Wewe unaongea tu moja, ati hatu kupewa ile tunataka. Hiyo ni one reason. Lakini reasons ni mingi na nimekueleza vizuri. I took time kukuelezea ni kwa nini ambaye tulipitana. So wacha tu nikuulize sasa pale. Nimekuambia sasa, kama tulipokuwa tunafanya kampeni, William Ruto alikuwa anasema mambo ya Arol na Kimorel, tukichukua serikali nikiweka Biblia chini, within 6 months Arol na Kimorel itakuwa imejengwa. Sasa ni mwaka 4, hakuna kitu naendelea. Hata zile barabara za kwenda huko hakuna. Hii maneno ya ahadi za uongo mpaka nyumbani. Unajua unaweza hata kuwa excused labda ukidanganya wengine, lakini watu ya nyumbani pale kwa boma, at least ile maneno umeahidi hawa watu ya nyumbani ufanye. Do you think there is anything successful that this administration has done? Kuna mambo tulifanya na ilienda vizuri, na nilisikia rais hata hataki kutaja. Mimi ndio nilimsaidia. Mimi ndio nilisimamia registration of farmers katika Jamhuri ya Kenya. Nikaita ma-DC na tukafanya, na tukaanza kupeana fertilizer. That's a good thing. Na tunasema heko kwa serikali. Fertilizer ya 2,500. Mtu apate haki yake. Lakini nikamwambia rais, na akaniingilia sana. Nikamwambia kupeana fertilizer ni sawa. Mazao imeongezeka ya mahindi, lakini bei iko chini. So what is the use ya kusaidia watu wazalishe mazao alafu bei ya mahindi iko chini? Mimi nilikuwa namsukuma rais, baada ya kufanya research nikamshauri ile maneno yananunuliwa na National Cereals and Produce Board, because of the cost of production which is almost 3,800 per bag. Hii wakulima ndio tuwainue
tuweke minimum ya 5,500. Unaona? Akasema hapana, haiwezekani. So fertilizer ilifanyika, lakini ukiangalia the end result, it's not helpful. Umepunguziwa bei ya fertilizer umetumia, mazao imekuwa mingi. Okay? Bei ni mbaya, imeshuka, maburuka wameshukisha bei. Inakuwa ni ile inaitwa zero sum game. Unaona? Lakini mimi nasema ile shida iko mingi sana. Ni ahadi za uongo. Hiyo ni shida kubwa sana. Number 2 ni hii maneno ya masomo. Today ukiuliza kama mtapata masimu, watoto wako nyumbani wa grade 10 hawajaenda shule, ni wengi sana. Kwa sababu shule walimu wanasema lazima ulipe. Rais amesema hata kama huna uniform, hata kama huna pesa, peleka mtoto. Wakifika shule wanaambiwa haiwezekani, because anaongea kitu na kitu ya uongo. Kusema ati mtoto anaweza enda shule bila uniform na bila school fees, hiyo ni kudanganya Wakenya, because hakuna mwalimu atakubali, kwa sababu lazima hiyo mtoto akule. Lazima hiyo mtoto ajulikane anakaa namna gani. Watoto hawezi enda shule bila uniform wakae huko. Tukiangalia mambo ya university, kabla sisi kuchukua serikali kulikuwa na HELB, Higher Education Loans Board. It was working. Watoto wote wa university walikuwa wanapata pesa, wanaenda kusoma. Rais akakuja akabadilisha, akapata some advisors hapo, wakamdanganya watu wako hapo wanajiita wataalamu, juzi wamefukuzwa na koti, wakamchanganya akakubali. Akalete a model of a financing model. Watoto wengi wako nyumbani. That is the problem. Na hiyo ndio shida iko. Na iko Kenya kila pahali, hata wakale hiyo shida iko. So asante sana kwa kujibu haya swali, kwa sababu tunaona muda unakimbia. Kuna jambo ambalo tungependa kurudia, kwa sababu ni vizuri kweli tuongelea Wakalenjin, na issue ambayo tunaongelea ni mambo ya jamii ya Kalenjin. Kuna mambo ambayo wenzangu wamekuuliza, mambo ya Kiambaa, haya mambo ya 227, na umeajibu vizuri, lakini kuna jambo ambao bado watu wengi wanauliza kwamba mambo ya Nandi Killer Squad. Unajua ukiprofile community kwamba kuna watu Nandi Killer Squad ama that tribe, you are profiling them kwamba ni wauaji, ni watu ambao ni wajijusi, watu ambao wanaua watu. Na ukisema hivyo ni kana kwamba unasema kwamba wale watu wakiambaa, watu ambao walifanya jambo ni jamii ya Kalenjin. Je, mheshimiwa, una regret kutumia hilo neno kwamba ulitumia Nandi Killer Squad? Mimi nasema tukitaka ukweli ijulikane, hiyo watu wakamatwa wapelekwe kotini. Majina yao ikisoma itajulikana ni akina nani. Wasira kutumia Nandi Killer Squad. Nimesema that is what I said. Mimi nasema nimefanya uchunguzi wangu. Mimi niko na watu wengi wananiambia ile naendelea. Hao maofisa 12 ambao walituvamia. Wasira kusema nani, ungesema maofisa, kwa sababu kila mtu anabeba msiba wake. Kuna yule mwenye kuua hiyo squad ndio mwenye hiyo squad. Wasira ndio nauliza mheshimiwa, Wasira kutumia Nandi Killer Squad, ungetumia mtu leo msalama. Commission ya Waki inaitwa Waki Commission. Ndio? Sio ati hiyo commission yote watu walikuwa ndani wanaitwa Waki Commission. So mwenye hiyo squad ndio nilisema. Waki ni jina moja. Lakini nasema Nandi is a community. Hiyo mwenye hiyo squad ndio nilisema. Na anajulikana na anajijua. Mheshimiwa, acha nikuulize swali kuhusiana na ujenzi wa barabara ama upanuzi wa barabara ya Rironi Mau Summit. Umenukuliwa mara mingi ukisema kwamba kuna kazi inaendelea kwa hiyo barabara hata haijaanza, kuna kazi inaendelea kwa hiyo barabara. Bado unashikilia hiyo msimamo kwamba hadi hivi sasa kuna kazi inaendelea kwa hiyo barabara ya Rironi Mau Summit? Unajua mimi napinga mambo ya ufisadi. Hiyo barabara ilikuwa imekamilika na imepangwa na Rais Uhuru Kenyatta na serikali ya Jubilee at 150 billion. Hiyo contract imekuwa cancelled, imeongezwa imekuwa 200 billion. 50 billion ya wizi. Hiyo ndio shida yangu. Na imesema by next year itakuwa imekamilika. Hiyo ni uongo. Hii barabara imekuwa hapa Keno Marua na inaendelea usiku na mchana. Hilo mimi napitia nikienda nyumbani. Imeendelea for 6 years. Kuambia sisi ati hiyo barabara itajengwa by next year, unajua ni maneno ya kuhadaa watu, na mimi mambo ya uongo sitaki. Hakuna, haijajengwa hata 1 kilometer. Sasa kama 1 kilometer in 4 months haijajengwa, hizo kilomita yote kufika Mau Summit itajengwa. Tena shida yangu ilikuwa why was the contract ya Wafaransa imekuwa cancelled, imeletwa ya Wachina, imeongezwa 50 billion na ilikuwa pale imekuwa sign. Kwanza hao wamelipwa 7 billion breach of contract. Hiyo ni pesa ya umma. 7 billion ingejenga hizi barabara zote ziko Bomet zimekwama. Kwa nini tunapoteza 7 billion
to cancel contract ya Wafaransa ndio tuweke ya Wachina ndio watu wapate commission. Hiyo ndio shida yangu. Tangu tuanze mazungumzo yetu umesema kwamba wewe unatetea ama unataka kutetea jamii ya Kalenjin. Ulipokuwa Narok hivi karibuni ukazungumza kwamba Rais William Ruto anapanga kuwa compensate watu wa jamii yake na ukasema kwamba wale watu walitolewa Mau. Inamaanisha kwamba kama kuna watu wa jamii ya Kalenjin kule Narok ambao walitolewa Mau hawafai kupewa compensation? Mimi sikusema, nilisema alitangaza atakompensate hawa. They have not been compensated. Nimekuambia wale walitolewa Mau alitangaza watakuwa compensated, lakini wale wa Maa kutoka Orkuto bado tangaza. Mimi nimesoma, lakini lazima tuongee ukweli. Hawa ya jamii yake ametangaza watakuwa compensated, although hawajakuwa compensated, lakini wale wamefukuzwa wa Masai kutoka Orkuto hajasema watakuwa compensated. So anatakiwa alitangaza wale wake watakuwa compensated, hata hao wa Maa atangaze watakuwa compensated, alafu wafanye juhudi wote wakuwe compensated, both communities ikuwe compensated. Alafu Rigiji, niongeze hapo, mimi mali natoka Bomet County. Kuna hofu sana kwa Wakalenjin ambao wanatoka sehemu hiyo ya kwamba iwapo wewe utachaguliwa kwa rais ama yeyote kwenye United Opposition atachaguliwa kwa rais, labda mtatumia ile nafasi kutenga jamii ya Kalenjin ambayo inatoka sehemu ya Rift Valley kwenye masuala ya maendeleo, masuala ya kuwapea kazi, na pia labda wale wenye wako kwa serikali labda mtawatoa kwenye kazi kwa sababu labda mtachukua hiyo nafasi kufanya nini? Kulipiza kisasi kwa yale ambayo labda kufanyikia wewe. Sisi ni wangwana. Kama sisi tungekuwa watu wabaya tungesikiza Uhuru Kenyatta, hatungechagua William Ruto. Lakini sisi ni wangwana. Sisi hatuna shida yote na jamii ya Wakalenjin na hatuna sababu yote ya kuwatenga. Hao ni Wakenya. Ile tunaomba hao wasijitenge kwa Wakenya wengine. Waone vile Kenya naendelea, wajipange. Wasiweke mayai yao yote kwa kikapu moja. Sigine waweke kwa Ruto, sigine waweke kwetu. Ndio vile itaenda, pia wajipange hapo. Lakini hakuna mtu atatenga jamii yoyote. Na mimi nataka niulize watu wangu wa Kalenjin, waishi kwa amani katika bonde la Ufa na waishi vizuri na Wakikuyu na kila mtu ako katika bonde la Ufa, kwa sababu hao ni Wakenya. Waendelee kupendana, wafanye biashara pamoja, waoane, wapate watoto pamoja, tuunganishe Kenya yetu yote ikuwe moja. Na ndio mimi nimewaita kusema mtu asiniwekelea ati mimi niko na shida na jamii. Mimi niko na shida na mtu mmoja na amekosea Wakenya wengi, na sio mimi peke yake niko na shida na yeye. Tuwe tembea hii Nairobi usikie vile maneno watu naongea, sio mimi peke yangu. Mimi mwenyewe nimesalitiwa, wafuasi wangu wamesalitiwa, Wakenya wamesalitiwa. Sisi tuko na shida na yeye na sio mimi peke yetu, but we have nothing against the community. The Kalenjin people are Kenyan people and they are great people. We are working together. Chama cha DCP. Yes. Hivi sasa mko kwenye muungano wa United Opposition. Unasema unatetea jamii ya Wakalenjin. Nafasi yao kwa muungano wenu na chama chako ni nafasi gani? Kuna wenye wanashikilia nafasi hizo. Unapoelekea kule, utaambia umewapea nini kwa chama yako na pia kwa muungano wa United Opposition? Director of Elections katika UDA ni wakili anaitwa Muge. Ni mtoto ya marehemu Askofu Alexander Muge. He's a director of elections in DCP. Once Wakale wamejoin DCP na nitakuja kuuza DCP, na mimi nawaambia hawa, nikisikiza hii UDA wale wabunge wameshika, hawa wanataka kuwatoa, watapata shida kubwa sana, kwa sababu wale wameshika kila kitu na sioni wakipata tikiti. Mimi nataka kuambia wale wanataka kutoa hawa watu, kwa sababu pia tungetaka wabadilishwe, tupate wajumbe ambao watatetea raia, wasikuwe ni praise and worship team ya William Ruto. Wachaguliwe wakuje watetee watu, when there is a problem waongee, watafutie hao maendeleo watetee. Mimi nawaambia Wakalenjin, DCP is your home. Wale wangetaka kuja mkuje, sisi tutakuwa na free and fair nomination, mtapata nafasi ya kugombea viti. Tayari hapo Narok tumeshinda kiti, na ndio kuja hapo kutafuta kura, na DCP kapigiwa na jamii zote. Kuna watu walikuwa wanajaribu kusema ati DCP ni chama cha ukabila. DCP is a national party. Narok is cosmopolitan. Tumeshinda kiti hapo ya MCA. Tumekuja hapa Nairobi, Kariobangi North, again is cosmopolitan, tumeshinda kiti. Tumeenda mpaka Kwisero huko Western Kenya, pahali inaitwa Kisa East, tumeshinda kiti kwa Waluya. DCP is a national party, na mimi nataka kuinvite jamii yetu ya Wakalenjin,
don't put all your eggs in one basket. Kenya is a multi-party democracy. Mujaribu, wengine mukae kwa UDA, wale mtaweza. Wengine mukuje kwa DCP, wengine muende pahali ingine. Mujaribu bahati yenu, mujitetee kwa Wakenya. And DCP is your home. Tayari the director of elections is wakili Muge ako bado. Okay. Nikuulize bado tukiwa DCP bado. Nikuulize ukisema kwamba mlienda harusi na gari ya mtu fulani. Mwishowe akachukua gari mkabaki tu. Hasa kuna chama chako cha DCP. Je, na umeongelea vizuri kwamba kuna vile umechanganya kidogo kusema rais, shida ya rais ni hawa watu wachache ambao amewasingira. Je, kuna uwezekano leo DCP ifanye kazi na UDA? Well, sijui mambo ya siasa haijulikani. For now sisi tuko united opposition na kazi yetu ni kutoa William Ruto haina nyumbani. Hiyo ni agenda. Hiyo ni agenda moja. Tukishamaliza turekebishe Kenya. Turudishe Kenya pahali Mwai Kibaki aliiacha. Turekebishe uchumi, turudishe masomo, turudishe mambo ya afya, kila mtu apate nafasi ya kufanya biashara, tujenge barabara, tuunganishe stima, tuweke maji. For now sisi ni opponents ya William Ruto. Wakikuja sioni saa hii tukifanya kazi na yeye na sisi tunataka kumtoa. Unless yeye mwenyewe hataki kazi, anataka kuja ajiunge na sisi tuunde serikali pamoja. Mheshimiwa, mlipochaguliwa na Mheshimiwa Rais William Ruto, ukasema kwamba mlipata coffers ya serikali kama haina pesa, na tatizo moja ambayo ni shida kubwa hadi hivi sasa Kenya ni shida ya madeni. Tunapozungumzia sasa